Katika wasaa mwingine, karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, lakini moja kati ya yale tuliokuwa nayo wakati huu ni pamoja na mataifa ya NATO yanaonya kuhusu hatari baada ya tishio la Trump la Greenland. Mataifa hayo yanasema kwamba sasa kuna hatari kubwa ambayo ipo mbeleni kutokana na kauli za rais wa Marekani Donald Trump. Wanachama kadhaa wakuu wa NATO wa Ulaya wamerudi nyuma dhidi ya rais Trump katika taarifa yao ya pamoja ya Jumapili, wakishutumu Washington kwa kuweka mahusiano ya Atlantic hatarini na tishio lake la ushuru juu ya msimamo wao juu ya Greenland. Denmark, Norway, Sweden, Ufaransa, Ujerumani na Uingereza pamoja na Uholanzi na Finland zimesema kuwa msimamo wao bado hujabadilika na kuwapa jibu la umoja na utaratibu baada ya Trump kutangaza kwamba atatoza ushuru wa 10% kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nchi hizo 8 kutokana na kupinga kwao mipango yake ya kupata eneo linalojitawala. Mataifa hayo ya NATO sasa yanaona kwamba nchi za Ulaya, washirika wa Marekani, zitaingia katika hatari kubwa katika siku za hivi karibuni. Hatari hii inaonekana kwamba ni kutokana na kile walichokiona baadhi ya wachambuzi wa mambo, hasa wa kiuchumi, kwamba mpango wa Marekani wa kuweka ushuru wa 10% utasababisha hali ya uchumi katika mataifa hayo kuyumba kwa namna moja ama nyingine, lakini pia utawapa maadui wao nguvu kubwa ya kuweza kupambana nao. Hata hivyo, maadui ambao Marekani imewataja ni pamoja na China pamoja na Urusi, kiamini kwamba hao ndio ambao wanaweza wakatawala eneo hilo. Lakini mpango ambao unafanywa na Marekani, hasa kutaka kupambana kwa kutumia nguvu ili kuipata Greenland, kutasababisha hali katika eneo la Ulaya pamoja na ushirika wa NATO kusambaratika. Vitisho vya ushuru vinadhoofisha uhusiano wa kupita Atlantic na hatari ya kushuka kwa hatari. Tutaendelea kusimama kwa umoja na kuratibiwa katika majibu yetu. Tumejitolea kushikilia uhuru wetu. Tamko la pamoja lilisomwa likisisitiza taarifa iliyokaribia kufanana iliyotolewa na maafisa wakuu huko Brussels siku ya Jumapili. Mataifa ya Ulaya ya NATO yaliyoathirika yamesema yapo tayari kwa mazungumzo na Washington mradi tu yategemea kwenye kanuni za uhuru na uadilifu wa eneo. Ulaya inajibu vita vya ushuru vilivyoanzishwa na Trump juu ya Greenland, lakini pia waziri mkuu wa Uswidi Ulf Kristersson alishutumu hatua hiyo ya Trump kama uhuni, wakati rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitaja vitisho vya ushuru kwamba havikubaliki kwa namna moja ama nyingine, kwani vitaweza kusababisha hali katika Ulaya kuwa mbaya zaidi, lakini pia kuwapa nguvu maadui. Trump ametaka kuiweka Greenland chini ya udhibiti wa Marekani tangu muhula wake wa kwanza, na hivi karibuni ameongeza juhudi akitaja tishio la usalama lililosababishwa na ushawishi wa China pamoja na Urusi katika eneo la Arctic, ambapo Moscow na Beijing zimekataa madai hayo. Rais wa Marekani amerudia kudhihaki kuwepo kwa jeshi la Denmark huko Greenland, akidai kuwa haitoshi kwa kisiwa hicho kikubwa zaidi duniani na kukejeli kwamba kinatetewa tu na watu wawili. Kupata Greenland itakuwa mafanikio makubwa ya kihistoria kwa Marekani, lakini pia itakuwa ni ulinzi mkubwa wa watu wa Ulaya, anasema Rais Donald Trump. Wakishughulikia wasiwasi wake, mataifa hayo 8 yalituma wanajeshi kati ya 1 na 15 katika kitendo cha ishara kuonyesha kuunga mkono uhuru wa kisiwa hicho. Walisisitiza kwamba zoezi hilo lililoongozwa na Denmark limeratibiwa mapema na halileti tishio kwa mtu yeyote. Kufuatia tishio hilo la ushuru, Ujerumani ilitangaza kuondoa wanajeshi wake kwa hofu, na ni kwa sababu hali ya uchumi wa Ujerumani imeyumba kwa namna moja ama nyingine. Rais wa Marekani hata hivyo ametangaza ushuru huo ungewasili mara moja tu mnamo Februari mosi na kubaki mahali hadi ununuzi kamili na wa jumla wa kisiwa cha Arctic ufikiwe na ongezeko zaidi hadi 25%. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia.